Papa Leo wa 14 amewasili Uturuki kwa ziara yake ya kwanza ya nje ya nchi, akitekeleza mpango uliowekwa na mtangulizi wake marehemu Papa Francis wa kuadhimisha kumbukumbu muhimu ya Kiorthodoksi na kupeleka ujumbe wa amani katika eneo lenye migogoro, hususan juhudi za kumaliza vita nchini Ukraini na kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. Katika hatua ya kwanza, Papa Leo ataelekea Ankara ambako atakutana na Rais Recep Tayyip Erdogan na kutoa hotuba kwa wanadiplomasia. Baadaye atasafiri kuelekea Istanbul kwa siku 3 za mikutano ya kiekumeni na ya kidini kabla ya kuendelea na ziara yake nchini Lebanon. Ziara yake inafanyika wakati ambapo Uturuki yenye watu zaidi ya milioni 85, wengi wao wakiwa Waislamu wa madhehebu ya Sunni, imejitangaza kuwa mpatanishi muhimu kati ya mazungumzo ya amani ya vita vya Ukraine pamoja na Gaza. Ankara imewahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya ngazi ya chini kati ya Urusi na Ukraine na imeonyesha nia ya kushiriki katika kikosi cha udhibiti huko Gaza ili kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano, hatua ambazo huenda Papa akazipongeza katika hotuba yake ya kuwasili. Uturuki ikiwa na jeshi kubwa zaidi ndani ya NATO baada ya Marekani, imekuwa ikivutia viongozi wa Magharibi licha ya ukosoaji kuhusu msako wa serikali dhidi ya chama kikuu cha upinzani. Hata hivyo, pamoja na Waturuki wengi kuunga mkono haki ya Wapalestina na kumalizika kwa vita Ukraine, wengi wao bado wanapambana na gharama kubwa za maisha inayochochewa na misukosuko ya kisiasa na kiuchumi. Kwao siasa za kimataifa si kipaumbele, hali inayochangia ziara ya Papa kutokuvutia umakini mkubwa nje ya jumuiya ndogo ya Wakristo nchini humo. Wengine wamedai kwamba ziara ya Papa wa kwanza wa Kimarekani huenda ikawa na ajenda za Marekani au jitihada za kufufua seminari ya Kiyunani ya Orthodox iliyofungwa na kuwa kitovu cha madai ya uhuru wa kidini nchini Uturuki.